Hey, gwiri chitasafa manyi na ngwena samba ya takira ni Nasibu Selemani Mwanjalila fume pandaga emba yala henyama yalilende bandumwe. Ezi una hela una acha tamaa utakufa mapema. Kazi una hela una acha tamaa utakufa mapema. Kwa majina naitwa Nasibu Selemani Mwanjalila, ni mzaliwa wa kijiji cha Ndaga, kata ya Ndanto, wilaya ya Rungwe, mkoa wa Mbeya. Kabila langu ni Msafwa, kazi yangu ni mziki. Nasibu Mwanjalila, tunataka tufahamu safari yako ya kimuziki ilianza mpaka kufika leo ulipo hapa. Safari yangu ya muziki ilianza mwaka 2000, lakini 2001 ndipo nilipoanza rasmi. Ila mwaka 2000 nikiwa kanisani ndipo nilipoanzia kuimba, yani kwa maana ya kuingia studio kurekodi baadhi ya nyimbo za Injili. Mwaka 2001 nilirekodi nyimbo za Injili, 2002 nyimbo za Injili. Kuanzia 2005 ndipo nilipoanza kurekodi nyimbo zingine, yani kimaanisha nyimbo za asili. Sana niliingia kwenye nyimbo za kisiasa, ndiko nilikoanzia, na baadaye ndiko naendelea nazo na nyimbo za kijamii kiujumla. Sasa nini kilikufanya ujikite kwenye kuimba nyimbo za asili tofauti na hizi nyingine za dunia yake soko kubwa sasa hivi ndio nyimbo za tofauti na nyimbo za kiasili? Niseme tu niliona mbele zaidi baada ya kuona waliofanya wawili nyimbo za asili watu wanazipenda, lakini walikuwa wanazitumia baadhi ya maeneo. Kwa watu ambao walikuwa hawana nia njema na kabila letu la Kisafwa, wakawa wanaipelekea zile nyimbo zipigwe tu baadhi ya maeneo fulani wakizisemea vibaya, lakini mimi nizichukua kwa jicho lingine kwamba hii nikitembea nayo ni fursa kwangu ya kutengeneza maisha yangu kupitia asili yangu na muziki wa kabila langu. Lakini unaonaje sasa hizo uimbaji wa nyimbo za asili, unaona kama imekuletea tija au kwa kupeleka mbele au zimekurudisha nyuma? Uimbaji wa nyimbo za asili umeniletea faida kubwa. Faida kubwa ya kwanza ninayozungumza, kwanza kufahamika na watu, kujuana na watu sana, yani maeneo mbalimbali. Hiyo ndio faida ya kwanza, kwa maana ya kwamba mtaji watu huo mimi nimepata asilimia kubwa, ushirikiano na watu kwa maeneo mbalimbali, ikiwa mambo ya kikazi, kazi zingine ambazo tunafanya za kijamii, lakini vile vile kujipatia kipato kupitia sanaa hii ya muziki kutoka kwa watu. Sawa, mapokeo ya watu yakoje hasa kupitia nyimbo zako? Mapokeo ya watu, nashukuru Mungu na nawashukuru sana mashabiki zangu, na nashukuru pale nilipozaliwa na nilipokulia na kusomea, yani namaanisha kijiji cha Ndaga, walikuwa ndio mashabiki wangu wa kwanza kunipa supporta ya kwamba bwana unaweza kufanya hii kazi. Na baada ya wao kuniambia kwamba bwana unaweza, ndipo na watu wengine waliingia na kusema kweli huyu mtu anaweza kufanya kazi ya muziki, wakaendelea kunisapoti, ikiwepo mtandaoni na ikiwepo kunipa kazi, na baadaye na mpaka hivi unavyoniona nyimbo, kila nikitoa nyimbo watu wananifuatilia sana. Unakumbuka nyimbo gani hasa ambao ulikutambulisha kwa watu? Wimbo ulionitambulisha kwa watu nilioanza nao ulikuwa ni wimbo wa kisiasa. Wa kwanza ni mtangaza mtu mmoja ambaye alikuwa ni diwani kipindi hicho, alikuwa ni mwenyekiti, baadaye akawa diwani. Niliuimba wimbo wa Kisafwa ulikuwa Ndaga waomba Paulo. Huyu alikuwa ni mwenyekiti wa kijiji cha Ndaga. Kwa hiyo niliyaimba yale aliyokuwa anayafanya kipindi kile katika kijiji cha Ndaga, na baadaye nikaja kuimba wimbo ambao ulienda kitaifa wa kisiasa, lakini ulienda kitaifa mwaka 2015 mwezi wa 8, ambao nilimwimbia Mheshimiwa John David Mwambigija kipindi hicho kabla sijatoka huko. Kwa hiyo niliimba ule wimbo, ndio ulionitambulisha kijamii kwamba huyu mtu kumbe ana kipaji. Nilipoimba wa kwanza akasema ana kipaji, nikaimba wa pili akasema ana kipaji. Nilipopiga huo wimbo wa John David Mwambigija ambao ulikuwa unaitwa wameanza wanalia bandi ya Bakola, hiyo ilikuwa ni wimbo wa kampeni za kumpigia kampeni Mwambigija, Adam Zela na Loasa. Kwa hiyo kipindi hicho ndio hiyo nyimbo ilinitambulisha kwa watu.
Na baada hapo ukatoa kibao gani kingine? Baada ya hapo ndipo sasa nilipokuja kutoa nyimbo ya kijamii nyingine ambayo ilikuwa inaitwa Mkata kwao ni mtumwa, narudi nyumbani Mbeya, ambacho ndio kibao kimenitambulisha Tanzania nzima na nchi jirani zote. Tuseme yani kiujumla, yani ni nyimbo ambayo imeniweka mjini. Ni nyimbo ambayo imependwa na watu, haijachagua kabila, haijachagua yani ni lika wala ni nani, uangalia wakati gani, usikilize wakati gani. Anasikiliza yoyote, anatazama yoyote, anacheza yoyote, muda wowote. Kwa kuwa ni nyimbo ambayo inafundisha, inatukumbusha, inatuelimisha kuanzia vizazi tulivyo navyo na tulikotoka sisi na tunakoelekea sisi na kizazi kilichopo. Sawa sawa. Umetambia nyimbo zako za kwanza zilikuwa za kisiasa ambazo zilikuwa asilimia kubwa na unawaimbia watu wafuasi wa Chadema. Na mimi naamini zamani nilikuwa mfuasi wa Chadema. Ndio. Muziki wako ulikuwa unaambatana vipi na kukua kwa muziki? Yaani kufanya nyimbo za kisiasa ulikuwa unaambatana vipi na mafanikio yako ya kukua kimuziki? Kiujumla ni kwamba katika eneo nilioingilia mimi hawakuwepo watu wanaofanya shughuli za kisiasa, hasa upande wa ule nilikokuwepo, yani nikimaanisha nilikokuwepo Chadema, kwamba hawakuwepo watu wanaofanya vile ninavyofanya mimi. Kwa hiyo nilipoingia kufanya kile kitu, nilifanya kitu kigeni kwa pale, kwa watu walikipokea kwa mikono miwili, kilifanya kiende, lakini vile vile kutokana na mdundo wa kisafa ulivyo. Kwa hiyo hata ambaye alikuwa sio mwanachama wa chama kile, bado alipenda ule mdundo. Kwa hiyo ikalazimisha ile nyimbo hiyo inapigwa maeneo mbalimbali. Kwa mfano ilikuwa wakishinda upande wa CCM, unakuta wanachukua ule wimbo, wanachukua kile kipande cha kusema wameanza nalia. Wakishinda upande wa Chadema nao wanautumia. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anachukua kipande chake anachoona kinamfaa kwa sehemu yake. Lakini kiujumla ulienda kwa sababu mdundo, mistari iliyokuwemo mle na namna nilivyowasilisha kwa watu, sikuchochea, sikuharibu kwamba labda siji mchochee fulani, ni hapana. Nilihamasisha watu waende kupiga kura, watu waende kuchagua watu wanawapenda, na mimi nikawakilisha wale watu ambao nilikuwa na watambulisha kwa kipindi hicho, kwamba mimi niko na hawa. Ulikuwa fanya bure au ulikuwa unakulipa? Nilikuwa najitolea. Kujaye kulipwa kabisa? Na sikuwahi kulipwa, nilikuwa najitolea. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wanatamani kile ninachokifanya ndio wakawa wanakuja, ukinikuta njiani, ukinikuta wapi nafanya, labda niko jukwani naimba, baadhi ya watu wanakuja wananitunza hivyo. Lakini sikuwahi kupewa pesa kwamba mimi nenda katunge nyimbo hizi hapa kafanye hili. Hapana, ila nyimbo iliyofuata baada ya hapo, nyimbo moja ndipo alipochangia mtu mmoja alikuwa anaitwa Adam Zela. Ndio alichangia huo wimbo ambao ulitumika sana kwenye uchaguzi majimbo ya huko Songwe, yani kimaanisha Tunduma, Vwawa, Mloo. Ilitumika sana, hiyo inaitwa Wamelala. Sawa sawa. Ukataka kukua kimuziki toka naanza toka baada ya kukua kwanza kuwa maarufu, ni hela gani, kiasi gani cha pesa kikubwa ambacho ulikipata hadi mwenyewe ukastuka? Sio kikubwa sana, lakini kilikuwa ni kiwango kwa upande wa muziki kama ulivyouliza. Kwa kiwango cha muziki, kwamba umewahi kupata kiasi gani kupitia muziki, hela gani kubwa, haijawahi kuzidi 1.5 milioni. Yani milioni laki sita mwisho. Kwa kuwa shughuli zenyewe hizi tunafanya, wengine tunawalazimisha, wengine ndio hivyo mpanga nyingi. Yani mtu anaweza katumwa, bwana hebu nenda kazungumze na mtu fulani tuangalie tunafanyaje naye kazi. Unakuta shughuli ni ya 4 milioni 3, anakuja yeye, bwana mimi pana 1 milioni, labda laki sita au na laki 5. Ila kule utaenda kusaini 4 milioni au 5 milioni. Inabidi ukubali kwa sababu huna kazi kwa wakati huo, na ndo kazi ambayo umeipata, na wewe huna kazi nyingine zaidi ya muziki, na ndicho kinachotukwamisha zaidi. Lakini shughuli yetu ya muziki na hela nyingi ni wewe na matumizi yako, hicho kichache ambacho nakipata unakipangilia vipi? Sasa umesema ulikuwa mfuasi wa Chama cha Maendeleo na ulifahamika sana kimuziki kupitia chama hicho. Ulishinda wapi kupata nafasi kubwa ya kutumbuiza kwenye majukwaa makubwa ya kisiasa ya kutoka ya Chadema kule makao makuu, baada ya kukaa naishia kwenye majukwaa ya hapa?
na hicho ndicho hasa naweza nikasema ndicho kilichonitoa, kwa sababu kipaji changu sasa niliona kimeishia pale, kwamba hakiwezi kusonga mbele, kwa sababu wakija wageni wa kitaifa au tukienda kwenye mkutano mkuu ilikuwa ni ngumu kupata nafasi ya kuperform labda mbele ya mwenyekiti, mbele ya wageni walikuwa wengi. Kwa mfano tulikuwa tunaenda pale Mlimani City, kupata nafasi ile kama wewe hujawa na mtu wa kukushika mkono pale mbele, ilikuwa ni kitu kimoja kigumu sana kupata nafasi ya kuimba pale. Kwa hiyo nikajiona sasa mimi kula kwangu ni mziki, kusomesha watoto wangu ni mziki, na mziki ndio mwisho hapa, natakiwa niimbe mwisho kwenye kata au wilayani na mkoani. Na hapo mkoani ilikuwa kama huna mtu napo wa kukushika, yani niseme kwa jumla, asipokuwepo Mwambigija kipindi hicho, ilikuwa siwezi kupata nafasi popote pale, ila akiwepo ilikuwa napewa nafasi, lakini asipokuwepo ilikuwa ni swala moja gumu sana, kwa sababu kaonekana kuna watu wengine ambao wanataka kuzungumza. Kwa kuzungumza kulikuwa kwingi kuliko kusikiliza wasanii. Kwa hiyo wasanii walikuwa hawapewi nafasi. Nikaona hapana, kipaji sasa kitaishia hapa. Ndio wagunduzi waligundua kwamba naweza kuwafanyia kazi nzuri baada ya kuona nimetufanya zile kazi za mwanzo, lakini mbele kuendelea ilikuwa imeshindikana kuendelea na jambo lolote kutokana na mazingira. Sawa. Unasema kilichochangia pia kuondoa ndani ya Chadema ni kushindwa kupewa nafasi ya kuimba kwenye majukwaa ya kitaifa. Yeah. Ni hicho tu, kuna kingine ambacho pia kilichangia, kwa maana tulisikia vitu vingi kidogo hapa, nasibu amenunuliwa, kafanya nini na nini. Sijawahi kununuliwa, sijawahi yani kupewa chochote. Niliamua mimi kama mimi kwamba sasa naondoka kwa maslahi yangu binafsi. Kwa sikuwahi kununuliwa, sikuwahi kufanya chochote. Wengi walisema Mheshimiwa Mwarunenge amemnunua Nasibu kutoka Chadema kuja CCM. Hakuwahi kufanya hivyo hata siku moja. Ila mimi siku narudi nilitafuta namba yake, nikatafuta namba ya mkuu wa mkoa, nikatafuta namba ya mwenezi, nikatafuta namba ya katibu wa mkoa. Walipowapigia wakasema hapana, we muongo, huwezi ukaja CCM, mbona kama yani ni mtu kindakindaki sana huko uliko. Nikasema hapana, mimi ndiye niamua kutokana na maslahi. Kwanza mimi ni MC, upande mwingine nilikuwa katika shughuli zangu za MC pale Mporoto kwenye mahafali. Kwa hiyo katika hali ile ndugu zangu wa upande wa pili hawakupenda, kwa nini umeenda kuwa MC pale katika shule ya Mporoto ambayo ni shule ya Chama cha Mapinduzi. Niliuliza swali, mimi ni MC ambaye niko katika upande wenu, tukiwa tunafanya harambee ya ujenzi wa ofisi ya chama, sikuwahi kupewa nafasi ya kuwa MC kuendesha harambee ile. Alichukuliwa mtu wa CCM kuja kuendesha harambee ile, lakini mtangulizi bado nilikuwa mimi. Na mimi waliponichukua shule ya wazazi CCM, nilienda kufanya kazi na nilifanya kwa weledi ule ambao unatakiwa kwenye kazi ya UMC. Kwa hiyo upande wangu ambao nilikuwa walichukia, kwa nini umeenda pale? Baadhi ya watu walichukia, na mimi nikachukia kuona sasa mbona wanaingilia kwenye upande wa shughuli zangu. Kwa sababu mimi sijanunuliwa na yoyote, silipi na yoyote, ni fani yangu, naingia popote kufanya kazi, iwe ni harusi na sherehe ya mtu yoyote. Kwa hiyo katika hali hiyo ikaonekana nifanye jambo ambalo ni maamuzi ambayo nayapenda mimi, yatanisogeza mbele, na kile kitu ambacho nikajua hiki kitu kitanisogeza ambapo nataka na ndoto zangu zitakwenda kutimia. Ndipo nilipofanya maamuzi ya kwenda kumtafuta viongozi wa Chama cha Mapinduzi na kuanza kuomba kadi ya Chama cha Mapinduzi. Walipojaribu kukataa, nilisema nitakuja huko ofisini nizifuate hiyo kadi, wala sikushawishiwa na mtu. Mimi kama mimi kipindi hicho naondoka, sikushawishiwa na mtu, sikununuliwa na mtu. Niliondoka kwa maslahi yangu binafsi na shughuli zangu, kwamba kwa ajili ya kufungua wigo wa kazi zangu na mambo yangu mimi na shughuli za kitaifa zingine za kijamii, kwamba nikisogea basi na mimi naweza nikafanya jambo kutoka Chama cha Mapinduzi na mambo mengine yataendelea. Sawa. Wadanganya anaweza kwamba kipindi kile inawezekana kama Nasibu amerudi CCM kwa ajili ya kupata fursa nyingi za kuita kwenye mikutano ya serikali, maana kwamba ilionekana kama ulianza kuvutwa kama pewa kazi nyingi za serikali, unapewa kwa Zanzibar,
unapeleka huko na huko. Inawezekana pia ndio pia watu wanasema kilikuchangia sana pia kwamba uhamie CCM ili upate mialiko mingi ya kushiriki hafla za serikali. Hapana. Mimi ile mialiko ilikuwa ni kazi kama kazi zingine kwenye upande wa sanaa, kwa sababu mimi ni msanii. Kwa hiyo nilikuwa naitwa kama msanii kutokana na kazi nilizozifanya ambazo zilikuwa zinaihamasisha serikali kunitumia maeneo mbalimbali, ikiwemo maeneo ya utalii, ikiwemo kwenda kuhamasisha nilikoenda kwa mara ya kwanza kuvuka Zanzibar, nilienda Kizimkazi, mama alikuwa na shughuli yake pale. Kwa hiyo nikaenda pale nikafanya vizuri, na baadaye kazi nikaenda tena awamu nyingine tena Kizimkazi, nimeondoka nimeenda tena Dar es Salaam, nimeenda makumbusho, nimeenda maadhimisho ya Bibi Titi, nimeenda Ikulu Dodoma, nimeenda mikutano mbalimbali ya chama kutokana na kazi zangu nikiwa huko upande wa pili. Lakini nilikuwa naendelea kufanya kazi, nilikuwa nafanya nao kazi, lakini nilikuwa nafanya kazi na serikali. Ndio hicho hata kutuhumu kwamba inawezekana hicho ndio kilichokufanya pia uachane na Chadema sasa uhamie CCM kutokana na kuona wamekuonjesha mnofu. Hapana, hawakunionjesha mnofu, kwa sababu nilipenda nikiwa kule ndiko nilikoanzia kuwa mwanachama. Nilikuwa kule, niliridhika na vile ambavyo nilikuwa, lakini yale maneno yao mengine, baadhi ya watu ambao hawajui waligeuza vitu kuwa, yani ukweli kuwa uongo kuwa wanavyojua wao. Lakini mimi ukweli wangu nilikuwa ni mambo yangu mimi, na nilipenda kwamba kufungua milango zaidi ya shughuli zangu, kwamba naweza nikavuka. Basi hebu niangalie sehemu ambayo wameamua kuungana na mimi moja kwa moja, kwa sababu baadhi ya vijana ambao naweza kusema kwa sababu sio watu wazima ambao walikuwa wanakuja kivingine kwangu, walikuwa ni vijana tu ambao ndio hivyo. Na hao vijana wengine baadhi waliniuliza, hivi vipi unaonaje sisi tunapokufanyia hivi afu watu wazima wakufanyie? Nikasema nyie mnatamani kile ambacho mimi nakifanya, mkiamini kwamba mtafanya kama vile ninavyofanya. Mimi nafanya kwa kujitolea ndani ya chama, silipi chochote, nafanya kwa kukipenda chama, hasa kwa sababu nyinyi mmeona mnaweza mkashika nafasi yangu ya uenezi wa kata ambao nilikuwa nao kipindi hicho. Mmeona inafaa, kwa sababu unajikuta mko sehemu ya mkutano, amekaimishwa mtu, wewe upo. Kwa hiyo niliona kabisa hapana, sio mahali pangu sahihi pa kukaa. Tuko kwenye mikutano ya serikali za mitaa, uchaguzi wa serikali za mitaa, tuko tunaendesha mkutano, lakini shughuli ya kufanya mimi ameletwa mtu mwingine kufanya, alafu mimi nipo anafanya hivi. Kwa hiyo nikajikuta hapana, sio sehemu sahihi. Usalama wangu kwanza, sitaeleweka niko wapi, acha mimi nitoe mchana kweupe, na nikawaambia mimi naondoka. Na wakati siku zote hizo mimi nakufahamu siku nyingi, wakati siku zote ukifanya shughuli zako ulikuwa ukiishi Ndaga. Lakini baada ya kuhamia CCM ukaondoka Ndaga, nini kikutoa pale Ndaga kuhamia mjini? Ndio, usalama wako unalindwa na wewe mwenyewe. Na kama usalama wako unalindwa na wewe mwenyewe, wale watu ambao baadhi yao walikuwa wanafanya vituko nikiwa ndani ya chama mle ndio wale waliendelea tena kulifanyia vituko ambavyo vilikuwa sio sahihi upande wangu. Nikaona hapana, siwezi kugombana nao. Wengine ni ndugu zangu, wengine ni wadogo zangu, siwezi kufanya chochote. Nilipoona amezidi, nilienda kuripoti polisi kwamba nafanywa 1 2 3 na mtu fulani amefanya hiki na hiki. Nikatoa ripoti, nikachukua rabii. Basi nilipoona mambo yamezidi na tukikaa kifamilia, naambiwa kwamba ni wadogo zako na wao bado wanatema shiti ndani ya vikao vya familia. Nikaona hapana, acha niwapishe wafanye kile ambacho wao wanafurahi, wanaona kitawafaa, kwa sababu baadhi yao ni ndugu, ni familia kabisa, hatuwezi kuanza kufanyiana visasi ndani ya familia. Kama wao wameona inawapendeza lile nao lifanya nini pale na wakela kuwepo, bora nikaondoka. Lakini bado nilipoondoka, bado wale wamekuwa nikifika mtaani wananipiga picha. Wanazitumia ndivyo sivyo. Sasa siwezi kuwafanya chochote kwa sababu tayari ni familia, afu wanafanya vitu ambavyo sio. Nikaamua kuwasamehe kistaili hiyo, na siwajibu kwa lolote. Wanatukana mtandaoni, wanatupa picha zangu mbaya mtandaoni, lakini sikuwahi kuwajibu, sikuwahi kufanya chochote kile, kwa sababu ndugu zangu, alafu niwapenda. Sikufanya chochote, kuwafanyia chochote sijawahi. Hata kuwajibu, hata kuwafanyia ubaya sijawahi. Kwa hiyo ndicho ni kama kuondoka tu niwapishe baadhi ya watu ambao waliona wao mimi na wakera wakiniona. Naamini mtu akiumia sana unapokuwa umeondoka labda sehemu, ni shabiki yako namba 1, kwa sababu asingekuwa nakufuatilia na maana sio shabiki yako. Kwa hiyo hakuna haja, mpaka sasa hizi nimejifunza kwamba hakuna haja ya kumchukia wala kumchukulia lolote lile yule anayenichukia.
kwa sababu najua ni shabiki yangu namba moja, kwa sababu nikitoa kitu yeye ndio wa kwanza kukijua. Kwa hiyo ameacha huku nje kunisikiliza, kwa sababu nyimbo zangu mimi kwa sasa hazipigwi nyumbani kwetu, hazipigwi kwa namna yoyote, kwa maana ya kwamba atakayeonekana amepiga nyimbo zangu nyumbani kwetu kijijini kwangu anapewa mambo fulani. Kwa hiyo wanaogopa watu. Kwa hiyo na mimi nashukuru walivyofanya hivyo, kwa sababu wamenipa fursa ya kupata viewers wengi sana mtandaoni, kwa sababu watu wengi walinipenda, jamii hapa ilinipenda. Kwa hiyo wamekuja mtandaoni, wamenisupport sana, na akaunti yangu iko vizuri kwa sababu yao. Kwa sababu niambie, baada ya kuhama Chadema na kuondoka wewe kijijini, kuna watu pale kwenye eneo la kata Ndanto watu wakataza kusikiliza nyimbo zako. Mpaka sasa hivi ukienda uweze ukasikia library yoyote ile na nyimbo zangu kijijini kwangu, ila ukienda vijiji jirani na pale yanazungumzia, kwa maana ndani ya kata kuna vijiji vinne, vijiji viwili wanasikiliza, vijiji viwili hawasikilizi. Kwa maana nazungumza vijiji ukizungumza Ntokela wanasikiliza, Nzunda wanasikiliza, Boya hawasikilizi, Ndaga hawasikilizi. Kija vijiji vingine sasa vya wilaya huko ni vijiji viwili tu havisikilizi. Kwa maana imekuwa kama adhabu ya kutaka kuadhibu au na ni kwamba tu wanafanya vile ili watu wengine wanaotaka kuja niliko mimi wasije, kwamba mbona yule jamaa ananyanyasika, lakini kumbe mimi niko vizuri na mambo yangu yanaenda safi, watoto wangu wanasoma, hivyo mambo yanaendelea. Baada ya kuhamia Chadema, baada ya kuhamia CCM, kuna sehemu ulitetereka kidogo? Kwa mwanzo ile miezi mitatu ya mwanzo, kwa sababu kutoa mfumo wa kwanza na kwenda mfumo wa pili mpaka uje uzoeleke ilinipa shida kidogo, na kuishi nyumba ngeni mpaka kuzifahamu corridor zote, chocho zote, kwamba ndapita hapa inahitaji muda kidogo. Kwa ujumla nilivyofahamu kwamba ni nini ambacho kiko huku ndani niliko, pale ndipo nilipoamua kutoa mabegi sasa, kwamba sasa kumbe niko mahali sahihi. Umewahi kujutia kujiunga na Chama cha Mapinduzi? Sikuwahi kujutia. Sikuwahi kujutia hata siku moja. Sijui siku za mbele, lakini sikuwahi kujutia tangu nimeingia. Kujutia zilikuwa zile, yani kuzoea kuishi mwanzoni pale, kwamba kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ulikozoea, kwa sababu umezoea kuishi nyumba hii kwenda kuhamia nyumba nyingine, ni gharama zingine tena, kufahamiana na watu, watu wakufahamu wewe ni mtu una namna gani, una tabia zipi, na wewe kuwafahamu wao wako vipi, wana tabia gani. Kwa hiyo nilipowafahamu nao walionifahamu, imekuwa ni familia. Unamisi kitu gani sasa? Unamisi kitu gani kutoka kwa Chadema ndicho kwa CCM? Kitu gani ambacho nakiona hiki Chadema kwa nini? Niseme tu, yani ilikuwa ni umoja wa eneo. Umoja wa eneo, sio kwa maana ya sehemu zote, hapana. Chadema ya Ndaga na Chadema nyingine ya sehemu nyingine yote iko tofauti. Kwa maana nikizungumza kipindi hicho nilipokuwepo mimi, nilipokuwepo baadhi ya maeneo ambayo ilikuwa nafanya kazi pale nyumbani, ule umoja tulipokuwa tunashirikiana, baadhi ya watu, kwa sababu baadhi ya watu walikuwa hawapendi kile ninachokifanya kwa maslahi yao, lakini baadhi ya watu walipenda. Kwa hiyo ni kile ambacho nilikuwa nakifanya, lakini bahati nzuri nimetoka nacho, nimekuja nacho mjini na nimeunganisha ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kile nilikuwa nafanya kule ambacho kilikuwa chema, nimekuja nacho hapa mjini, watu wamekielewa, basi wanakifanyia kazi. Nimeunda makundi mbalimbali, basi na baadhi ya makundi mengine nimekuwa mwenyekiti mwenyewe, baadhi ya makundi nimekuwa katibu, baadhi ya makundi nimekuwa mshauri. Nina makundi mengi ambayo ninayo mjini, ambao niliyatoa kwenye ule mfumo ambao tulikuwa nao kule, yaliyokuwa mazuri nimekuja nayo na watu wameunga mkono. Tutarajie siku moja Nasibu anaweza kurudi Chadema? Kwa sasa hapana. Hapana, kwa sababu nilipo niko mahali sahihi zaidi. Niko mahali sahihi zaidi, alafu nipo mahali ambapo na kile ambacho nilikuwa nafikiria nakifanya. Nilichokuwa nawaza kwamba ipo siku nitafanya hivi nakifanya. Na hasa nikiwa naongozwa na Mheshimiwa Marunenge, mengi nafanya, na ananitia nguvu, ananiunga mkono, akiwepo Mheshimiwa Tulia, akiwepo Ndele Mwaselela. Hao watu wamekuwa wakinishika mkono sana, akiwepo katibu wa mkoa, kipindi hicho alikuwepo Mwenezi. Hawa watu watano niliowataja hawa
walikuwa kipaumbele sana upande wangu, na mpaka saa hizi wako kipaumbele. Alikuwepo mtu mmoja muhimu sana aliondoka, Chiuma Zuberi Omera, alikuwa mkuu wa mkoa. Alinipa nafasi nyingi sana za kufahamika kwa watu na ndani ya chama na ndani ya serikali. Nilifahamika sana kupitia hao watu, na mpaka sasa naweza nikasema Mwalunenge na Mheshimiwa Tulia ni habari ya mjini. Sawa. Tukachana mambo ya siasa. Tumeona, unadhani muziki wa asili una nafasi gani katika nchi yetu? Muziki wa asili una nafasi kubwa, kwa sababu muziki wa asili sio muziki pipi. Ninapozungumzia muziki pipi inamaanisha kwamba muziki wa asili unaweza kaimba leo, kwa sababu muziki wa asili hatuimbi limradi, tunaimba mistari ya kweli. Hatuimbi mistari kama ya mapenzi muda wote kama wanavyoimba wenzetu. Sisi tunaimba kile kitu ambacho kiko katika jamii, na ndio maana unaweza kukuta katika nyimbo ambazo nilimba kipindi cha nyuma miaka 2017 mpaka leo unazisikia huko nyimbo zinapigwa. Nikizungumza Ndolele, nikizungumza Mkata Kwao, nikizungumza nikizungumza mama ni mama, nikizungumza tutunze mazingira, nikizungumza tufanye kazi, tuache uvivu, tuiandae kesho yetu kwa kuitumia leo yetu, tusije kudharau wenzetu wakati wa uzee wetu. Kwa hiyo tuna nyimbo nyingi za kizamani, lakini bado mpaka leo ndo watu wanaona kama vile ndo zinatoka. Nyimbo za asili zina nafasi kubwa kupigwa mbele ya wageni wa kimataifa wakija ndani ya nchi yetu. Nyimbo ya asili inaishi kwa muda mrefu, inafundisha, hasa katika kipindi hiki ambacho kizazi tulicho nacho kinahitaji nguvu ya ziada. Sawa. Na kumekuwa na changamoto kadhaa ambazo hasa waimbaji nyimbo za asili kwamba umekuwa kiimba nyimbo hizi, umekuwa hawasongi mbele, wanaisha pale. Unaona pale wengine wanaisha kunywa pombe na nini. Wewe muziki wewe unaionaje? Ni kweli baadhi ya watu ambao yawezekana watu wanawatazama kwa jicho lingine kwamba ni watu ambao tulitegemea wawe hivi, wawe kiwango kile, lakini ukimuona mtu moja kwa moja unakuta mbona ni tofauti na mtazamo, na tunavyomsikia yuko tofauti kwa sababu ya pombe, madawa ya kulevya, sigara, vitu hivi ambavyo vinatuharibia. Hilo ndio lilonifanya hata mimi upande wangu nilipokuwa nakunywa niliona kabisa naenda ambako sio, nafuata nyayo zile za wengine. Ndipo nilipochukua hatua upande wangu kuiacha pombe, kwamba sasa acha nifanye kazi, nione faida ya kufanya kazi ya muziki wa asili na kuheshimisha muziki wa asili. Cha kwanza nikaacha kuzunguka na gitaa mtaani, nikatafuta baadhi kazi zingine mbadala nikaacha, lakini nafanya kazi ya muziki wa asili. Ila kwenda kuzunguka na gitaa mtaani nikaona na ushusha hadhi muziki wangu, kwa sababu ni muziki ambao unaudai, una hela nyingi sana. Sawa. Tumeona waimbaji nyimbo za Kisafa wako wengi sana. Kwa upande wako msanii gani wa Kisafa ambao unamkubali mpaka leo kwamba huyu msanii pekee wa Kisafa ameheshimisha kabila la Kisafa? Kwanza niseme tu, nitoe neno la shukrani kwa mwalimu. Nazungumza mwalimu kwa maana ya mwanzilishi, muasisi, ambaye unaweza kuona Babaton yanapita mtaani au Babaton linaenda hadi Ikulu leo. Ni kazi ya Awilo Masoksi. Awilo Masoksi ndiye huyo aliyefanya Babaton leo linaenda mpaka Ikulu, linapigwa, watu wanacheza, watu wanasikiliza nyimbo za Babaton ambalo limepigwa. Mwanzilishi ni Awilo Masoksi. Kwa hiyo huyo amekuwa ni modo wetu ambaye tunamwangalizia. Ndio maana unaweza kukuta kila msanii anayeimba nyimbo ya asili utasikia tu anamtaja Awilo Masoksi. Awilo Masoksi ndio huyo amebeba wimbo gani? Awilo Masoksi ndio yule aliyeimba ndio maana tenzile. Yule ndio mwalimu wa muziki. Kwa hiyo amekuwa na wanafunzi wengi, nikiwepo mimi, yupo Amweduka, yupo akina Jailo ambao wametoka, alivyofundisha wachache, lakini wale wachache wameenda kuwafundisha wengi. Nazungumza kwa maana mwanafunzi wa kwanza ni Awilo Kidume cha Mbeya. Mwanafunzi wa pili ambaye ametoka kwenye mikono yake na amefanya vizuri, yupo Amweduka, nipo mimi, yupo Ziomo, wapo akina Jailo,
wapo wengi, yani kianza kuwataja hapo, wapo wakina Noah, wapo wakina Emily Kanchanja, wapo wakina, yani wapo wengi wasanii wengi sana. Kwa sasa msanii gani anafanya vizuri sana kwa upande wa Wasafi, mbona wewe unamkubali? Ambaye na mimi namkubali, ambaye najua tumefanya kazi tangu kitambo, tuko wote na tumefanya kazi nzuri, yuko Dogo wa Miduka. Anafanya kazi nzuri, anatuwakilisha vizuri. Wapo wakina mnaita Changamsha Bendi, wanafanya vizuri, na ushirikiano ni mzuri. Kwa hiyo wapo wengi ambao nawakubali. Wapo wengine ambao hata wengine sijataja, akiwemo yupo Ziomo, King Libaya. Wapo wengi, yupo Simba Machezo, wote wanafanya kazi nzuri sana. Hivi nakwaje watu wanazuka na Baba Tony mtaani wanaimba nyimbo za Nasibu Mwanjalila, wengine wanapiga nyimbo za Awilo, za Mwiduka, unaweza kusema ni huyu, kumbe sio mwenyewe. Hiyo mnawekaje? Wanatumia fursa. Wanatumia fursa, kama unavyoona wale, ukienda Band Live pale Dar es Salaam mitaani saizi, kama huku Mbeya unakuta Band Live wanapiga Zilipendwa, anapiga wimbo wa Babusea, anapiga wimbo wa Alikiba, anapiga wimbo wa nani. Kwa hiyo na sisi ndivyo wanavyofanya wasanii underground ambao ndio wanaanza saizi. Kwa hiyo wanapitia mle, baadaye nao wanatunga za kwao. Lakini kupitia melody zile zile wao kujifunza kwamba hiki niimbe hivi, nimeweza, acha na mimi nitunge. Kwa hiyo wanapopiga zile nyimbo na kwamba wanakukubali kwanza. Kwa mfano nikuta mtu anaimba nyimbo yangu na mbona ananikubali. Kwa hiyo ndio maana unakuta wala hatuna shida nao, na ni vijana wetu na tuko nao pamoja, na tunawapa maelekezo, na baadhi ya wengine tunawapeleka studio. Kwa mfano kama mimi nimepeleka vijana 3 studio mpaka sasa. Kwamba nao angalau waione njia kwamba baadaye waje waache kuzunguka mtaani. Sawa, lakini siku za karibuni wote nimekiona ni kwamba Wasafi ni kama mna, hasa waimbaji ni kama mmegawanyika hivi. Kuna Wasafi wanatanini wale Wasafi, kuna Wasafi wengine wanajiita hivi. Hii imetokana na nini mpaka mmegawanyika makundi mawili? Kwa sababu Nasibu uwezo kaenda kuimba kwenye jukwaa lile Wasafi wengine, na yule yuko hawezi kuja kuimba kwenye jukwaa ambao yuko Safi ambao wanaungana kina Nasibu. Ni kwamba tu ni labda ni mtazamo tu wa watu, lakini sisi kama sisi tukiwa pamoja tunafanya ni kwamba unapozungumza Alikiba, Diamond, Harmonize na wengine wengi, kwamba uwezo kumkuta timu ya Alikiba imeenda kupanda na jukwani huko, na timu ya Alikiba kapande jukwani na timu ya Harmonize, au timu ya Harmonize kapande jukwani na timu ya Diamond, kwa sababu kila mtu ana timu yake, lakini wote wanafanya muziki aina moja. Kwa hiyo na sisi ndivyo ilivyo hivyo. Siwezi kufanya mazoezi na Alikiba nikaimbe na Harmonize. Kwa hiyo yule uliyefanya naye mazoezi ndio unayefanya naye kazi, lakini tuko pamoja wote. Ndio. Hivi wimbo gani katika nyimbo zako zote ulizoimba, wimbo gani hasa ambao unaupenda wewe? Sasa wimbo ni nini? Wimbo ambao niliimba sio pendwa kwa watu, ambao mimi niliupenda lakini watu hawajaupenda. Ni wimbo ulikuwa unaitwa Tanzania. Sio huo Tanzania hoi, hapana. Yupo mwingine ulikuwa unaitwa Tanzania, sisi tunaipenda Tanzania. Huo ndio niliupendaga, ambao mpaka sasa hausikiki popote, ila mimi ndio ulikuwa wimbo pendwa. Na wimbo mwingine ambao ulifanya nipende sana 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 nyimbo zangu ni nyimbo ya Mama ni Mama, nani kama mama. Hiyo ndio nyimbo nilipenda, lakini nyimbo walizozipenda watu ni tofauti. Nyimbo niliyoipenda mimi kwa sasa ambayo tena inanipeleka mjini, iko saizi mtandaoni na inatamba kweli kweli, na mimi naipenda na mashabiki wanaipenda, ni nyimbo inayosema acha tamaa utakufa mapema. Hiyo ndio nyimbo habari ya mjini kwa sasa. Hivi ukienda kwenye show, wimbo gani watu wanaupenda sana ukiimba watu wanashangilia sana? Wimbo gani? Mkata kwao ni mtumwa. Mkata kwao ni mtumwa, lakini mimi sasa binafsi hata ninapoutunga ni utunga tu ili mradi. Lakini watu walikuja kuupenda, kwa hiyo na mimi nikabidi niupende kwa sababu watu wameupenda. Sawa. Naambia nini waimbaji wa nyimbo za asili wanaochipukia kwa sasa kutoka makabila tofauti tofauti ukiachana kabila la Kisafu? Napenda tu kuambia wao watii wakishauriwa, wanasema akili za kuambiwa changanya na zako. Sio kila mtu anayekuambia neno ulibebe moja kwa moja, au sio kila mtu anayekuambia jambo, anashauri jambo uliacha moja kwa moja. Lichukue
lichakate, ifanyie kazi, ipembue, angalia kilicho kizuri kichukue, kilicho kibaya kiache. Waache kudharau mashabiki. Mashabiki ndio mtaji. Ukiwadharau mashabiki, basi umedharau duka lako mwenyewe. Kwani show nyingi za wasanii wa Kisafa ziko Tunduma? Ni kwamba jamii yetu kubwa iko pale kwa sasa, sio Tunduma tu. Kwa sasa maeneo yote ya Tanzania. Ninapozungumza na wewe hapa, mimi kwa muda huu nimetoka kwenye kazi, lakini sio Tunduma. Nimezunguka mikoa miwili tofauti, lakini sio Tunduma. Kwa maana hiyo muziki wetu umeenda sana. Sasa hivi ninapoongea na wewe, wengine wako kufanya show Dar es Salaam. Ninapozungumza na wewe, Awilo yuko Dar es Salaam Sabasaba. Ninapozungumza na wewe, Wamduka yuko Dar es Salaam. Ninapozungumza na wewe, wengine wako Chunya. Ninapozungumza na wewe hivi muda huu, wakina Imadi wako huko wanafanya kazi, wengine wako Tunduma. Hivyo mimi niko Mbeya kwa muda huu, lakini naenda kazini tena dakika hii. Sawa. Muziki umekufanyia kitu gani kikubwa hasa katika maisha yako? Katika kuendesha maisha yako na nini? Muziki umenipa nyumba. Japo sijamaliza, la muziki umenipa nyumba. Kwa hiyo kwangu ni yani, hata nikiondoka leo duniani, watoto wangu hawataweza kushindwa kumalizia pale ambapo nimeishia. Ila muziki kikubwa alichofanya umenipa nyumba. Nje na muziki nasema unafanya kazi gani? Nje na muziki mimi ni MC. Nje ya muziki mimi ni baba ntilie, ni mpishi wa vyakula mbalimbali. Yaani kimaanisha choma nyama, songa ugali, samaki, choma kuku, hivyo na mambo ya vinywaji. Kwa hiyo ukija kazini kwetu na kuhudumia kama ulivyokuja. Ukija kwenye upande wa MC na kuhudumia kama MC, ukija upande wa chakula na kuhudumia kama baba ntilie, ukija upande wa muziki na kuhudumia kama mwanamuziki wa nyimbo za asili za Kisafa.